Kwanza katika siku niseme duniani nina furaha leo. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho kufanyika kwenye mpira wetu huu ni msaada ambao tunapewa watu wa hali ya chini, wenye vipaji, wenye talent, wenye uwezo wa kucheza mpira. Tunajua kucheza mpira sana Uswahilini, lakini tunakosa sehemu ya kushikwa mkono. Kwa hiyo furaha yangu inaenda moja kwa moja na dua ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwombea dua Khalid Said Mohamed kwa kuleta kitu kinachoitwa GSM Foundation na kuwajali watu wa hali ya chini. Yaani moja kati ya vitu bora kwenye nchi yetu kwa sasa hivi ni GSM Foundation. Mimi nitawaambieni kitu kimoja. Kama hamwezi kujifunza kwenye utu alionao Khalid Said Mohamed, yani hamwezi hata kuheshimu basi anayoyafanya Young Africans, yale mambo ambayo ya kusajili, kuboresha Yanga na kuifanya Yanga kuwa timu bora barani Afrika, hamwezi kuheshimu hilo, basi ungeweza kupata hata nafasi ndogo tu ya kuheshimu kitu kinaitwa GSM Foundation. GSM Foundation ni kitu kikubwa. Kama unafuatilia kabla ya mechi za Young Africans, GSM Foundation huwa wanatoa misaada kwenye jamii, wanasaidia jamii, wanakumbuka jamii ambayo tunaishi nayo, aidha kwa mayatima, aidha iwe kwa watu wenye uhitaji wa aina yoyote. GSM Foundation huwa anafanya mabalaa yake. Lakini hili la kuja kufanya balaa kwenye mpira wa miguu, kutengeneza soccer school, lakini ameandaa hili jambo kubwa la kuchukua vijana wenye talenti wa Kitanzania na kwenda kuwatambulisha ulimwengu. Maki hapa wanapelekwa vijana kwenda kutambulishwa ulimwenguni. Mifumo hii, huu ndio mfumo rasmi. Mwanzoni tulikuwa tunaona ndugu zangu wa Shafii walikuwa wanachukua vijana mmoja na kamata, wanapeleka sehemu, wanajitahidi kwenda kuwahudumia na nini, lakini gharama zinakuwa kubwa. GSM katia zaidi ya milioni 100, kwa sababu milioni 100 ni kwa mwaka mmoja, kwa miaka minne ni milioni 400, kwa kila mwaka kuna milioni 100. Huu ni mradi mkubwa unaenda kuwasaidia vijana. Tulikuwa tunapigiwa simu sisi na washikaji wadau, bwana mimi na mtoto wangu anajua mpira, naomba mpeleke pale Yanga vijana. Unajitahidi unachukua unampeleka pale anacheza, lakini sasa fursa imetoka ni ya moja kwa moja. Una mtoto wako, una mdogo wako anajua mpira, unaandika barua, unajaza fomu bure. Hebu elewa neno bure. GSM Foundation wameclear kila kitu. Maana yake mtoto wako akibahatika kuchaguliwa kwenye hili tukio litakaloenda kutokea tarehe 8, yani akachaguliwa kwenye hili tukio, wallahi nakuapia kwa Mwenyezi Mungu, nimefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwanao katoboa maisha ya mpira, katoboa maisha. Yani mimi kama mtampelekea maiki hizi Mbwana Ali Samata Popa, ukamwambia kuhusu hichi kitu, anaweza akatamani umri wake urudi nyuma, anaweza akatamani Mbwana Samata umri wake urudi nyuma. Yani unatoka kwenye mpira ukiwa na umri sahihi, unapelekwa nje, kwa sababu hapo ukitoka utaenda kutwanga huko Senegal, utaenda kutwanga huko Sevilla. Yani tayari kuna mifumo ambayo injinia tayari kashaiweka. Sasa kwa nini tusimshukuru GSM? Mimi binafsi naweza nikasema GSM Khalid Said Mohamed ni mwamba. Binadamu sisi ambao tunaishi Tanzania tunatakiwa tumuombee dua nyingi, aendelee kuishi. Ana mengi ya kusaidia jamii yake, ana mengi sana Khalid Said Mohamed ya kusaidia jamii yake. Huu ni mimi nakwambieni, ajira hakuna mtaani. Unajua ajira hakuna shekhe. Wanao akipata bahati kucheza mpira katoboa, shekhe Messi hajasoma, Lamine Yamal elimu yake ndogo, watu kibao kwa mpira wanaocheza, watu hawana elimu lakini matajiri kwa sababu ya mpira wa miguu. Hapa wanatoboa watu, ila mawinga tumekataliwa. Miongoni mwa kauli ambazo wamezungumza na janja huku hakuna. Niziona, lakini katika dabi ya Kariakoo kule visiwani Zanzibar kuna janja alikasema shirki vijagula. Wewe uko wapi? Au hujasikia? Janja una maana yake chupi, vitu vya mchongo, vitu kamkumbe. Yani hiyo video niliona, acha vibaya. Sio kweli.
bila haja hiyo ya mtu aliyopanaoga katikati ya watu. Acha. Mungu anasema kwenye Qur'an, tumshiriki wallahi, mwanaume kama yule kakuangua anaoga mimi wa mali complex wake anaoga, acha ile baya ile ikifikia Mange Kimambi. Hebu acha tuendelee, tuna mpira. Hali anasema Allahu Akbar. Tukumbuke kuabudu mwezi mtukufu jamani, watu wafunge, tufute dhambi zetu, tuondoke kwenye milango ya moto. Tunapokumbushwa kwenda kuswali tusisahau wapi anaita wapi kwenda kuswali. Bwana, mwezi mtukufu lakini kwamba mtu alikuwa anaoga katikati ya watu. Watu wanaelekeza shiriki mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nimesikitika, na mimi nilichosikitika ni kwamba nimeona watu wanapambana kutafuta alama moja kuja kufanya sherehe Dar es Salaam, na wanapambana kutafuta alama moja kwa shiriki kubwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni aibu. Wanalia, wanasema maamuzi kama vile hakuwatendea haki. Mimi nitaendelea kusimamia misimamo yangu. Namwomba tena Mheshimiwa Waziri wa Michezo Bwana Makonda, Mheshimiwa Paul Makonda, mimi kama shabiki wa Yanga personally, wala sijashirikisha wadau wengine wa mpira wala hata Yanga haihusiki. Yaani mimi kama mdau wa mpira ambaye naumia kuona watu wanadanganya ulimwengu, naumia kuona watu wanadanganya ulimwengu. Yaani mtu anatoka Zanzibar amecheza kamkumbe kapata matokeo ya sare, anarudi Dar es Salaam anashangilia, anadanganya ulimwengu kwamba yeye ameonewa. Naumia kwenye ule mchezo. Kama kuna klabu imebebwa ni Simba Sports Club, Simba imebebwa. Mheshimiwa Waziri, mimi naomba VAR kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara, dabi ya Kariakoo unaofuatia, tuwepo na VAR. Yaani VAR ndio itaenda kumaliza mzozo wa fitina wa matukio yote. Kwanza kuwepo na VAR, lakini pia marefali wa mchezo huo watoke nje kama ule mchezo wa ligi kuu wa maamuzi walivyotoka Misri. Yaani jopo lote la marefali litoke nje, waje na VAR, tuje tucheze pale, tukutane uwanjani sisi na wao, alafu tuone nani. Yaani unajua VAR imekuja kufuta kila aina ya tatizo kwenye mpira wa miguu. Mchezo wa juzi, kama kuna timu imebebwa ni Simba imebebwa jamani, sio kidogo. Yaani mimi nawaambieni, goli wanaolililia Simba sio goli la halali, ni goli la haramu. Lile ni goli kama nguruwe shehe. Goli wanaolililia Simba la Selemani Mwalimu ni kama nguruwe, ni haramu ile. Unalilia haramu shekhe, unalilia haramu, ile ni haramu. Selemani Mwalimu, una taibu basi. Kontrol yako ya kwanza, mpira umeuzima kifuani, umeushusha na mkono. Mpira umeushusha na mkono baada ya kutoka kifuani, umeupoza kwa sababu ulipoutuliza kifuani mpira uliondoka. Umeutuliza na mkono. Basi hata kwamba ndo katika wale marefa wanne tufanye yule rais namba 2 yule ambaye amekaa upande ule kwa Kayoko kule, alokaa upande wa Kayoko kule kulia kwake, hajaona, na kati yeye anamuona Selemani Mwalimu anapokontrol mpira na ushusha na mkono. Ramadhani Kayoko na eneo alilokaa naye akuona. Simba wanarudi Dar es Salaam wanalilia goli la nguruwe, goli la haramu. Lile goli linakulilia kweli, lile linakulilia. Wanasema angekuwa shekhe, nisikilize mimi, kama inakuja VAR lile sio goli. Au kama nyie mfuatilie mpira Ulaya sawa. Mpira Ulaya unapochezwa kwenye VAR, movement yote ya goli likiingia, ili goli liwe halali inaanzia kwenye move ilipoanzia. Goli la Simba mnalosema hili la haramu, ili goli la haramu move yake imeanzia kwa Luemba, pasi kapa Selemani Mwalimu ka control hapa, kaushusha na mkono mpaka Linondo akaokoa, ikaenda kule kwa Innocent Aula akapiga cross, ndio Selemani Mwalimu akafunga. Ule mpira uliposhikwa tu tayari lile sio goli.
lile sio goli. Haya, tuulizane, offside ya Dube ilikuwa ni offside? Kibendera kiko chini, kanyanyua. Kwani kama wewe unaamini kile kilikuwa chini ilikuwa ni haki, mbona alichokinyanyua unakikataa? Kwani saizi hapa tunapoongea mimi na wewe lile mpira umeshangaa ngapi? Si bila, maana yake kibendera sikakataa. Kama amekataa maana yake sio goli. Sasa mimi nakuuliza wewe, Prince Mpumelelo Dube kapigiwa pasi ya dhahabu, pasi mkunjo, pasi ndizi, pasi ikafika, Dube kachomoka, kabaki yana nyanda, alafu huku kuna Mudasiri haya, basi kasogea kwenye position goli kabisa, ni kama unasema ni chance ya wazi ya goli. Tayari watu wanaingia kambani, refa kanyanyua kibendera, unaenda kwenye VAR. Kwenye VAR wanakwambia Dube funga kwanza, tutarudi tucheki VAR. Si umenielewa? Ulaya wanasema Dube funga kwanza, turudi tucheki kwenye VAR, alafu inaamuliwa. Ukiangalia kichwa mstari wanamuona beki wa Simba kule Nixon Kibabage amemzidi Dube, watu wanaitakati. Hamjaona Luemba faulo zake alizozifanya, alitakula ale kadi ya manjano, faulo ya Dickson Job ambayo imeondoa uwanja wa Dickson Job. Baada ya hapo alitakiwa kula tena yellow kadi nyingine ambayo alikuja kufanya faulo makusudi. Lepa kaziona zote mbili na akamezea mate. Ule mchezo Simba hakutakiwa kumaliza watu wote, watakiwa wamaliza watu wapungufu. Shehe, mbeleko ilofanyika pale, sisi kama waandamizi watu wa Yanga tumeona, kwa sababu Simba tumewafunga mara 6 mfululizo, ndio maana hujaona tukipigia kelele sana, lakini wao kujikomboa mchezo mmoja kupata sare. Sisi wenzenu mpaka sasa niwaambie, kama mjui, tunahesabu tumewafunga mechi 6 na nusu. Tumewafunga Simba mechi 6 na nusu. Yaani hilo msilifute. Yaani ile mechi ya juzi ya Zanzibar Guantanamo Bay ni nusu. Ushindi ulikuwa wenu, nusu kwetu. Tumetoka sare, tumegawana. Mpaka sasa hivi Simba tumewafunga mechi 6 na nusu. Tunawasubiri mechi ya 7 na nusu mfululizo. Hizo hatukati. Mkipata nusu nyingine na kuwa 7. Yaani mkibahatika kutoa sare mchezo wote inakuwa tumewafunga mechi 7 kamili. Sasa hivi tumewafunga mechi 6 na nusu. Kuku nyinyi, kashangilieni sare huko mnakoshangilia. Tunashangilia sare. Ahmed Ally anauliza yale matobo ya nini? Tobo Zanzibar kawaida, kuna kituo kinaitwa tobo la kwanza na kituo Zanzibar kinaitwa tobo la pili. Zanzibar sasa waulize, kwa nini kule Zanzibar matobo yapo? Kule kuna tobo la kwanza, kuna tobo au unaogopa mashehe wangu wa Zanzibar tobo kitu kawaida. Zanzibar unauliza, Zanzibar kuna kituo kinaitwa Dole. Zanzibar wewe unashangaa matobo kitu kawaida sana. Ngoja tuje kwenye hili. Tumeona wachambuzi wanazungumza na wanasema ni Samuel Liko kama alipo Laja inatajwa Yanga kwa sasa wapi yake imeshuka. Au ndio ukweli kwamba Yanga imepromoka, lakini nyinyi watu wa Yanga hamtaki kukubali? Nacheka sana. Unajua mtu anakwambia afya ya Yanga imeshuka, mtu anakwambia wewe msikitikie, kwa sababu